الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وحبيبنا المصطفى المرتضى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Sheria ya Uislamu kama ilivyokuja Qur'ani na Sunna, ibada yoyote au jambo lolote ambalo mtu analifanya katika Uislamu halitokubalika mpaka jambo hilo liweze kuwafikiana na sheria katika mambo sita. Jambo la kwanza, asbab, ni sababu ya hiyo ibada. Hiyo ibada ambayo unaifanya, sababu yake ni ipi? Je, hiyo sababu imeafikiana na sheria iliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam? فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي, atakapo muabudu mtu Allah subhanahu wa ta'ala ibada ambayo imefungamana na sababu isiyokuwa ya kisheria, fahiya bid'atun, basi ibada hiyo itakuwa ni bid'a, ibada hiyo itakuwa ni uzushi. Mardudatun ala sahibiha, tena ni uzushi ambao ni wenye kurudishwa kwa yule mwenye uzushi huo. Kalladhi yuhyi laylata 27 min Rajab, kama yule mtu ambaye anahuisha usiku wa tarehe 27 katika mwezi wa Rajab. Usiku wa tarehe 27 akahuisha usiku huo kwa sababu ya ibada, na akahusisha usiku huo ya kwamba ni usiku ambao panatakiwa kufanyika ibada ndani yake pasina sababu yoyote ya kisheria, bihujjati annaha al-lailatu allati urija fiha bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa hoja ya kwamba ni usiku ambao alipandishwa mbinguni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tukitazama hii sababu ambayo ameifungamanisha na hii ibada, eti kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipandishwa Mi'raj, alipandishwa mbinguni, akafanya mtu ibada kwa sababu hiyo. Je, tunauliza swali, je, sababu hiyo imethibiti kisheria? Sababu hiyo haijethibiti kisheria. Kwa hiyo ni mtu ameifanya ibada ambayo sababu yake haijathibiti kisheria. Ibada ile haitokubalika kwa sababu ni ibada ambayo imekuja katika sheria na sababu hiyo haijathibiti. Kwa sababu wanasema alhukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adama. Ulama wanasema hukumu ya jambo inazunguka pamoja na illa yake. Illa ni ile sababu ya kuwepo hiyo ibada. Kwa hiyo lazima sababu ile iwe ni ya kisheria, ibada ile iwe ni ya kisheria ambayo imeangukia katika ile sababu. Mfano, kwa nini inapotokea kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi, kuna sala ambayo inaitwa salatul kusuf au salatul khusuf? Watu huswali na ni sunna kuswali swala ile. Watu wanaswali swala ile kwa sababu ile sababu iliyopelekea wao waswali ni sababu ya kisheria, ni sababu ambayo imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume kafanya hivyo na masahaba wamefanya hivyo. Kwa sababu ile ya kuswali swala ya kupatwa kwa jua au swala ya kupatwa kwa mwezi ni sababu ambayo imethibiti kisheria, ikawa kuiswali swala ile ni jambo limekubalika katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ukileta sababu nyingine ambayo haipo, mfano tuchukulie mfano mwingine, wale ambao wanaosherehekea mazazi ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam
katika mfungo sita. Kila Rabiul Awwal inapofika, watu husherehekea kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hoja wanaoitoa wanakuambia, naam, tunafanya hivyo kwa ajili ya kuadhimisha kile kilichofanyika katika wakati ule. Je, kuadhimisha kule kumethibiti katika sheria? Kumethibiti katika sheria, na hili pia tutalitolea mfano katika kipengele kingine ambacho kitakajokuja, lakini hapa anajaribu kuelezea ili kumuelewesha Muislamu ya kwamba sababu ya ibada lazima iwe ni sababu ya kisheria. Ukitazama salatu tahajjud ibada, fatahajjud ibada, tahajjud ni ibada, walakin lamma qurina bihadha sababi kana bid'ah, lakini ibada ile ya usiku ule wa siku ya 27 katika usiku wa Mi'raji ilivyofungamanishwa na sababu hiyo, kwamba ikawa sababu ni kwa sababu Mtume alipanda kwenda mbinguni na sisi twaswali, basi ibada hiyo inakuwa ni ibada ya batil na haitokubalika katika sheria, li'annahu buniya ala sababin lam yathbut shar'an, kwa sababu imejengwa juu ya sababu ambayo haijathibiti kisheria. Wallahu a'lam.